ikikuletea majadiliano ya moja kwa moja kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Hii ni Familia Leo na ninayekukaribisha siku hii naitwa Sabas Morris. Tunakuletea majadiliano yanayolenga kujenga na kuelimisha jamii ya kwetu. Na siku hii ya leo Mungu ametupa neema ya kuwa na watumishi wake ambao wamekuwa na neema kubwa sana katika kuelimisha jamii. Na mkono wangu wa kulia niko na mchungaji Daniel Mgogo, na yeye ni kiongozi wa kiroho, ni mchungaji na ni mwalimu wa neno la Mungu ambaye watu wengi wamefurahia kusikia sauti yake. Nasi pia tumepata neema siku ya leo kusikia au kujadiliana pamoja naye katika mazungumzo ya kwetu. Na mkono wangu wa kushoto niko na Grace Mohamed, na tuko naye hapa. Tunaenda kujenga mada ambayo inaenda kukufundisha na kukuelimisha. Tunaenda kujadiliana juu ya nini siku ya leo? Tunaenda kujadiliana juu ya heshima kati ya watoto na wazazi. Kumbuka mada hii imeanza na imekuwa ni series ambayo tumejadili kwa takriban vipindi 9. Na leo ni kipindi cha 10 ambapo tunaenda kujenga tena heshima ndani ya familia. Kwa hiyo tunakukaribisha popote ulipo upate kujiunga nasi, na kama ndio kwanza unasikia habari ya Familia Leo, tunapatikana kwenye mitandao yote ya kijamii. Unaandika tu Familia Leo, utapata yote ambayo tumekwisha kujadiliana pale nyuma. Hakika utabarikiwa. Usiache kushare na unaweza ukasubscribe kwenye YouTube channel ya kwetu. Na kwa kuanza basi nianze kwa kuwapa watumishi wa Mungu nafasi ili tuende moja kwa moja kwenye majadiliano. Nitaanza na Bishop Grace, na swali ambalo nitataka niulize ni kwamba Bishop Grace, kwa uzoefu wako wa maisha na huduma, unafikiri kwa nini heshima ni nguzo muhimu katika kujenga familia imara na ya kudumu? Heshima ni ya muhimu sana kwenye familia. Yes. Ninasema ni ya muhimu kwa sababu gani? Heshima inajenga familia. Heshima inatuleta pamoja sisi wana familia. Heshima mara zote huwa ni vazi. Ni vazi kama ambavyo tunajiandaa, kama hivi tulivyofika kwenye kipindi chetu. Tumejiandaa vizuri, tumevaa vizuri, tumeandaa roho, nafsi na mwili. Ndio ilivyo heshima. Tunasema heshima inajenga familia kwa sababu heshima inaposimama inamdhibitisha baba. Heshima inavyosimama inamdhibitisha mama. Heshima inavyosimama inawadhibitisha watoto. Kwa hiyo nasema heshima ikiwepo katikati ya familia, hiyo familia itakuwa ni familia ya baraka. Itakuwa ni familia nzuri ambayo inapendwa na Mungu na pia inapendwa na watu wote. Asante sana. Baba mchungaji, katika zama za leo kumekuwepo na changamoto nyingi ambazo zinaondoa heshima ndani ya familia. Unafikiri kubwa kati ya zile ambazo umeziona na kwa uzoefu wako, changamoto kubwa sana inayoondoa heshima kati ya familia, hasa kati ya baba, mtoto au mzazi na mtoto, ni hipi, na ni kwa namna gani tunaweza tukaziba gepu hiyo? Mimi ngoja nianzie mbali kidogo. Ndio. Tunapozungumza heshima, ndio, labda nitumia maneno magumu kidogo, ndio, ili wasikilizaji wetu waweze kutuelewa tunaongea kitu gani. Yes. Wakati mwingine mimi nimekuwa nikipitia upya misemo ya wahenga. Sibishani nao kwa sababu unajua kila mhenga alileta msemo kulingana na mazingira aliyokuwepo. Ndio. Kwa mfano kuna lugha watu wanasema dawa ya moto ni moto. Ndio. Aliyetoa hilo wazo alikuwa nazima moto mlimani. Ndio. Kwenye majani. Sasa akasema ili tumalize huu moto tuanzishe mwingine upande huu, ukutane na mwenzake hapo, ndio utakuwa mwisho wa moto. Ndio akaja na msemo dawa ya moto ni moto. Ni moto. Lakini angekuwa na zima jiko la mkaa, sidhani kama angetumia hiyo lugha. Labda angesema dawa ya
moto ni maji. Au ifunike. Angekuwa nazima moto wa kibatari unaowaka, angesema dawa ya moto ni pumzi, unapuliza alafu inazima. So kila msemo ilikuwa na maana yake. Sasa kwa nini nasema hivi? Kuna msemo uliotawala, watu wanasema heshima ni kitu cha bure. Heshima ni kitu cha bure. Mimi najaribu kutafakari. Huyu aliyetunga huu msemo alikuwa anajitetea. Alitaka pate lifti ya kuheshimiwa bila gharama. Lakini mimi nimefanya utafiti, heshima ya bure duniani haipo. Ukija kwenye uhalisia, heshima sio kitu cha bure. Heshima ni kitu kinachogharamiwa. Sasa tunapotaja heshima ni nini? Mimi ningesema heshima ni malipo mtu analipwa baada ya tabu, baada ya kutabikia kitu fulani. Wale watu waliowatabikia ndio wanampa hiyo tunu ya kumheshimu huyo mtu. So ndio maana, kwa nini tunamheshimu Mungu? Ndio maana nimesema nianzie mbali kidogo. Kwa nini tunamheshimu Mungu? Tunamheshimu Mungu kwa sababu yeye ndio muumba mbingu na nini? Na nchi. Sisi sote tu kazi ya mikono yake. Na kinachofanya tumheshimu ni kwa sababu yeye tunamuita Baba, kwa maana ya kwamba ana provide. Anatupa kila kitu. Anatupa riziki, anatupa ulinzi, anatupa uponyaji. Yaani ana vitu vingi sana anavyovifanya kwa ajili yetu. Ndio maana tunaiona sababu ya kumheshimu. Kwa nini watu tunamdharau shetani? Kwa sababu yeye kazi yake ni uharibifu. Ni kuharibu. Sasa hatuwezi kuheshimu mtu anayeharibu. So tunaporudi kwenye familia, kwa nini watoto wanafika mahali pa kumheshimu baba na mama? Ni zile gharama wanazoziona kutoka kwa wazazi wao. Kwa sababu mpaka umetokea huyu baba na mama wamefanya kazi kubwa ya kukufanya we uwepo, ya kukufanya we uishi, mpaka unafika mahali pa kuitwa mtoto wa fulani. Mimi zamani, kabla sijaoa na kupata watoto, nilikuwa nashangaa watu wanampongeza mama, baba, wanasema asante kwa kulea, asante kwa kulea. Mimi nikawa najiuliza, kwani wanampongeza kitu gani? Mimi nakula mwenyewe. Lakini nimesahau kwamba nilikaa kwenye tumbo la mama miezi 9. Nikimfanyia vurugu zote. Si unajua kuna wakati watoto wakiwa tumboni wanageuza tumbo la mama ni gym, mahali pa kufanya mazoezi, mara waruke sarakasi, mara wanini, mpaka mama alikuwa anatembea na simama, kwa sababu kuna kitu kinafanya vurugu. Hata wakati wa kutoka kwenyewe, mama anaongea lugha zote duniani ili katoto katoke. Kakisha toka, kana mnyonya mama wakati wote, kana mgeuza yeye bodaboda, anakabeba, anafanya nini, anahangaika. Unajua mwanamke yote ambaye ana watoto tunamuita ni dokta, ni nesi, ni mkunga, kwa sababu vyote Mungu ameviweka ndani yake ili kumfanya mtoto asurvive. Sasa nikawa sijajua yote hayo mpaka mimi mwenyewe nilipooa na kupata watoto, kuiona tabu ya kumlea nani? Mtoto. Vile vitu ambavyo wazazi wamevifanya kwetu, hatuna namna ya kuwazawadia zaidi ya kuappreciate, kukubali vile vitu walivyovifanya kwetu. Ndo kuna neno linapotokea la mheshimu baba na mama. Why tunawaheshimu? Kwa sababu kuna vitu walivyovifanya kwetu. Siku moja ingawa nilikuwa na joke, lakini kuna jokes zingine zinakuwa na kaukweli ndani. Nikasema wazazi wengi tungetamani watoto wetu watuite majina ya Kiingereza. Yaani watuite daddy, mom. Tunatamani. Lakini mpaka uitwe daddy kuna gharama. Nikasema vinginevyo wazee wengine tulizike tu kuitwa baba, kuitwa mama. Haya majina mengine yanatokana na mabasi ya njano. Kama katoto kanapanda mabasi ya njano kwenda shuleni, kakirudi katakuita daddy. Ila kama kanapanda daladala na kanatembea kwa miguu, lizika kuitwa baba. Kwa sababu daddy lina gharama.
Kwa hiyo kwa maelezo haya mazuri unaenda moja kwa moja kwamba kinachovunja sana heshima kati ya familia, baba mtoto au baba au kwenye ndoa ni gharama. Yani nataka niseme hivi najua baadaye utauliza kwa nini heshima siku hizi zimepungua kwenye familia. Ndiyo. Kadiri mtu unapoondoka kwenye nafasi yako, ndiyo, usitegemee heshima itakufuata. Ndiyo. Heshima iko pale ili uipate hiyo heshima uwe pale. Unajua baba anapoacha majukumu yake kama baba, ndiyo, mama anapoacha majukumu yake kama mama, ndiyo, kwa watoto wake asitegemee hawa watoto watakuja kumheshimu. Unajua heshima hailazimishwi. Nimesema heshima ni kama mshahara, ndiyo, unalipwa baada ya kazi. Ndiyo. Unaona? Ndiyo. Na ndio maana wakati mwingine nilikuwa naongea na mtu mmoja alisema, mimi baba yangu sitaki kumuona, sijui mwingine anasema mama yangu sitaki kumuona kwa sababu wamenikosea. Nikamwambia wewe, ako kakoso nako kaona, ndiyo, hakawezi kufanana na vitu walivyovifanya kwako. Dada mmoja aliniambia, mchungaji, nimesikia mahubiri yako nasema tusamehe, sijui tuwasamehe wazazi lakini mama yangu siwezi kumsamehe. Nikasema kwa nini? Asema aliponizaa tu, nilipofika miaka 2 akaenda kunipeleka kwa mama yake, yani kwa bibi yake, kwamba nikulie huko. Leo nimekuwa mdada, eti ndo anakuja na niambia mimi ndio mama yako, wakati aliniacha kwa mama na muda mrefu nimekaa na bibi ndio amenilea. Mimi sitaki kumuona huyo mama. Nikamwambia, we binti, katika wamama ambao ni genius wenye akili ya kuzaliwa ni mama yako. Sasa nikamwambia ndio. Akasema kwa nini? Nikasema umewahi kusikia wamama ambao wanatoa mimba? Akasema ya kwako ilitoka? Hapana. Umewahi kusikia wamama ambao wanatupa watoto chooni? Akasema nimesikia. Wewe alikutupa? Hapana. Nikamwambia mpaka mama yako alikupeleka kwa mama yake, aliona thamani ya maisha yako ulelewe na mtu ambaye alimlea yeye vizuri, ila amekuja kuharibikia ukubwani, akataka wewe usiharibike, akakutunze sehemu sahihi. Nikamwambia kupeleka pesa benki haimaanishi unazichukia, unataka zikawe salama. Kwa hiyo na yeye alikupeleka benki. Benki ni kwa mama yake. Kwa hiyo ndio maana umelelewa, umekuwa mzuri. Mimi nafikiri ungempongeza sana mama yako, kwa sababu fikiria kama yeye alienda kufanya mambo ya ajabu akaenda na wewe, leo tungekuwa na wewe hivi. Umelelewa vizuri na bibi ambaye ndio mama yake, uko sawa. Sasa nilipoongea naye kwa muda mrefu, yule binti akaanza kulia. Akasema, mchungaji, nilikuwa sijawahi kuona kona hiyo. Mimi nilikuwa nimeona tu kumbe mama alinipeleka sehemu sahihi. Akaanza kulia, akasema namtafuta mama. Kwa akamtafuta mama yake, wakasameheana, wakakumbatiana. Kwa sababu gani? Hakuona ile value ya ambayo mama yake aliiona kwake, mpaka akampeleka sehemu husika na akalelewa vizuri. Yeye akaona tu aliniacha. So ndio maana ninawaambiaga vijana, hata kama wazazi wako watakukosea kosa gani, haliwezi kufanana na namna walivyokuleta duniani, alafu wakakulea, wakakutunza. Yale tu yanapaswa kukutunza. Kijana mmoja aliwahi kusema, kabla hujaniuliza swali au hujamuuliza Bishop, kijana mmoja alisema alipofanikiwa kiburi kikaja. Akawaendea wazazi wake, akawaambia, wazee, najua mlinizaa mkanilea, naomba mfanye gharama yote mliotumia kwangu kutoka kuzaliwa mpaka kufikia level yangu hii, niwalipe, niachane na nyie. Niwalipe gharama zote mlizotumia toka utoto mpaka mama hesabia na maziwa niliyonyonya. Ile ilikuwa msingi sana. Kwamba nikuulize wanamna hiyo. Sasa baadaye baba yake akamjibu kwa busara. Akasema, mwanangu, hivyo vyote tulivyovifanya tulitoa sadaka kwa Mungu. Sisi uturudishie kitu kimoja tu. Hivyo vingine vyote tunahesabia tulitoa sadaka, Mungu atatulipa. Sisi kwako tunataka kitu kimoja tu, turudishie damu yetu. Kwa sababu hiyo ndio unayotembea nayo, unayofanya vyote hivyo, damu yetu, ili utafute ya kwako. Kwa sababu ndani yako humo kuna damu yetu ambayo mimi na mama yako tulichanganywa ukatokea. Sasa turudishie hiyo.
ili wewe uwe sasa huru. Sasa nikirudisha damu sintakufa. Wakasema kumbe umeshagundua uhai wako ni sisi tulichanganya hasi na chana ndio ukatokea wewe. Sasa je, unaweza kurudisha hivyo? Yule kijana kalia, kasema mnisameni, ujinga ni utoto. Ni kwa sababu yani mpaka mtu unahesabia makosa ya baba yako na mama yako. Unasema mimi kuanzia leo siwezi kumheshimu, mimi kuanzia leo naachana naye, amenikosea 1 2 3. Tena wakati mwingine vitu vya kijinga, eti ameuza shamba langu. Eti nilipeleka mifugo wamekula. Eti sijui nimefanya hivi wamefanya. Kwa hiyo mimi kuanzia leo mimi yani ni mawazo fulani hivi yake. Sasa tukisema kitoto bado ni mtoto kweli. Yani yanaleta nani? Kwa ndio maana wakati mwingine tunapofundisha tunasema why tunapaswa kuwaheshimu wazazi wetu. Ni mpaka uwe na akili ya kutambua kwamba bila hao, bila gharama walizozifanya, mimi nisingekuwa mimi hapa nilipo leo. Baba, naomba ugongelee msumali mzito sana katika hili. Mimi nimekuwa na kataa habari hii kwamba ni lazima mzazi awajibike kwa kiasi fulani ili apate heshima. Na najua niko pamoja na wewe katika hili. Ndio. Na umekwisha kusema. Watazamaji wetu wanataka hili. Je, ili haheshimiwe kwamba mtoto au kijana wa leo ili amheshimu baba na mama ni mpaka baba na mama hawe amefanya kitu, au hii ni nadharia tu ambayo imekuwepo? Iko hivi. Hatutaki kutoa siri za watu. Lakini nitaje tu niseme kuna mzee mmoja yuko Arusha. Ndio. Alipata madini, na sitaki kutaja jina. Pesa zake alipata pesa ndefu. Ndio. Alafu zile pesa kazitunza benki. Sasa kwa sababu yule mzee hana shughuli nyingi za kufanyia biashara, mizunguko nini, kwa pesa imekaa benki. Benki ndio wanaitumia kukopesha watu, wanapata hela. Sasa benki kumshukuru, kuna wakati wanaamua kumpa gari mpya ya kutembelea kama shukurani ya kuacha mihela yake benki. Alafu benki kafanyia biashara. Kwa wanamshukuru kwa sababu ameacha mihela yake benki. So hata sipopeleka pesa benki, zile alizozipeleka zina uwezo wa kufanya benki mkumbuke huyu kwa sababu anatumia pesa zao. Sasa maana yangu ni kwamba tunapozungumza haya makundi mawili, kuna lile kundi ambalo linataka wazazi waendelee kufanya kitu ili aendelee kuwaheshimu kwa sababu ya hivyo vitu. Ndio maana tumesema heshima ina gharama zake. Lakini kuna wale ambao wana akili, wanaamini hata kama baba na mama hawatafanya kitu leo walivyoviwekeza kwako, hata kama leo hii hawafanyi mazuri sana, kumbuka yale. Si unajua Bishop, kuna mahubiri mnahubiri kwamba sadaka inapiga kelele mbele za Mungu. Ndiyo. Kwa ukumbusho. Si ndio ilivyokuwa kwa Kornelio? Kornelio, Biblia inasema Mungu akasema sadaka yako imefika mbinguni kwa ukumbusho. Maana yake ilitolewa. Lakini iliendelea kupiga kelele. Ndiyo. Siku moja nilikuwa nafundisha somo la utoaji, nikasema kuna watoto leo wamo kanisani sio kwa sababu wao wanampenda Mungu. Ila wazazi wao waliwahi kutoa sadaka huko kijijini za ujenzi, kununua vyombo. Wakati wanatoa wakanena. Wakasema, baba, naomba sadaka yangu hii ishikilie watoto wangu. So mtoto yuko anashangaa kuna nguvu inamsukuma aende kanisa. Na hata ukimwona kanisani unamwona tu huyu mtu hajaja yeye kama yeye. Kuna kabarof ile zamani tulikuwa tunasema Tanganyika jeki. Yani kuna ile mtu amekabwa, amepelekwa, ametembelea. Umewahi kuona mtu yuko kanisani hata unamuona hivi huyu amekuja kusali kweli? Mbona kama anaombea ibada ishe haraka. Yani yuko pale wanasema piga makofi, anapiga miguu yake. Yani huyu kumbe sadaka ya wazazi imemsukuma. Imekuwa akiba ya kumfanya huyu aendelee kuwa kanisani. Sasa pamoja na kuja hivyo anakutana na nyundo za kina Mgogo zinamnyosha huko kanisani, mwisho anaanza kumpenda Mungu vizuri. Kwao tunapo sema kwamba wazazi wawajibike ili kuiboresha heshima yao kwa watoto wao,
is okay. Lakini pia upande wa pili tunawaambia watoto, hata kama baba yako mama yako hajafanya vile unavyotakiwa, ndio kumbuka ile investment walio invest kwako. Amen. Hiyo ikulazimishe kuwaheshimu. Amen. 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 Yes. Amen. Pastor, hii umeiweka vizuri. Bishop, kuna familia ambayo imeingia kwenye mafarakano. Familia ambayo imeingia kwenye hali ya kutokuaminiana. Yaani kuna mama na baba hawaaminiani, lakini pia kuna mtoto na mzazi, aidha wake mzazi ambaye ni mama au ni baba, hawaaminiani. Kuna majeraha yameingia hapo. Unafikiri tunaanzia wapi kuwasaidia hawa watu wa namna hii? Tunafuata mwongozo wa Mungu. Kwa sababu Mungu wetu anasema tusamehe. Kwa hiyo mimi ninaamini katika msamaha, kwa sababu hakuna familia iliyokamilika. Leo ukitafuta familia huwezi kuipata familia ambayo haina makwazo. Makwazo yapo, lakini tuna kila sababu, kwa sababu kama mkono wa Mungu huko umemuungamanisha baba na mama, na nimesikia mtumishi anasema hapa baadaye wametokea watoto. Kwa hiyo kuna sababu ya kusamehe. Ndio. Kwa sababu sio mapenzi yako wewe uwe na huyo mume uliye naye. Sio mapenzi yako wewe uwe na mama uliye naye. Maana yake ni mapenzi ya Mungu. Niliwahi kusema kipindi kilichopita kwamba ipo kazi ambayo tunatakiwa kufanya hasa kwa vijana. Kwamba mtu anapotaka kuingia kwenye mahusiano, amesema mtumishi wa Mungu hapa, lazima uhesabu gharama. Haya mengi yanatokea huku juu, lazima tuone msingi wake. Kwa sababu mtu mwingine anaingia kwenye mahusiano, niliwahi kusema, angalia mbele, anaangalia pengine na muangalia Grace jinsi alivyo. Na muangalia fulani kwa sababu ana pesa, lakini hajui kwamba huku mbele kuna kizazi kinachokwenda kuzaliwa. Kwa hiyo anapofika kule, mama anaponyonyesha watoto wawili, anatoka kwenye ile hali yake ya kwanza. Kama alikuwa tayari yuko vizuri, tayari anaanza, kwa sababu kuzaa ni kazi pia, ni gharama. Kwa hiyo kama huyu mtu hayuko moyoni, maana yake tayari mabadiliko yanakuwepo nyumbani. Kwa hiyo hapo mgogoro unaanzia pale. Kwa sababu tunaamini katika upendo. Na mimi naamini mtu unayempenda hata anapozeeka kuwa mzee. Mimi niko na mamangu kwa mfano, niko na mamangu nyumbani pale. Mamangu ni mtu mzima sana. Anaelekea miaka ya 90. Lakini napomwangalia mama, najiangalia mimi. Ninaona hivi bila mama yangu, wakati mwingine ni mzee, ni mtu mzima, ananikwaza. Nakwambia bwana, leo nataka kula nyama. Wakati huo mimi pesa sina. Lakini lazima nimlishe yule mama nyama. Lakini najiangalia mimi niliposimama. Leo namtumikia Mungu. Mungu amemheshimu huyu mama, amenileta mimi duniani. Sasa inakuwaje mimi ninafanya kwa sehemu yangu? Kwa hiyo ninachozungumza hapa ni kwa habari ya msamaha. Watu tunapokaa mahali pamoja, lazima hata magirasi wanasema wao yanagongana. Ninawaza kwa habari ya kusameheana. Na sio kusameheana mara moja, tumehimizwa sana. Lazima msamaha utembee kila siku kwenye maisha yetu. Hakuna mtu hata mmoja aliyekamilika. Waswahili wanasema aliyekamilika ni nani? Ni Mungu. Kwa hiyo tunahitaji tunapokwenda kuzijenga familia zetu, naamini kipindi chetu ni kizuri sana. Unaponiambia kwamba Grace huko unakosa hili, manake na mimi natengenezwa, na mimi najengwa. Sisi nyumbani kwetu wanasema barabara ilitembea peke yake ikapata nini? Kona. Sasa ukiwa peke yako huwezi kujua makosa ulionayo. Kwa maana tunahitaji kumsamehe kila mwanafamilia na jamii yote kwa ujumla. Ukiitwa sehemu ambapo kuna mafarakano, baba haelewani na mtoto, mume haelewani na mke, utasimama na hili kwamba safari ianzie kwenye msamaha. Mtazamaji wetu, tunapata break fupi, na tunaporudi tutakuwa tunaendelea. Kumbuka niko na Grace Mohamed, lakini pia kwa heshima kubwa sana siku ya leo tuko na mchungaji Daniel Mgogo. Tunajadiliana ili kujenga heshima ndani ya familia zetu. Naitwa Sabas. Usitoke, endelea kutufuatilia. Ndio mtazamaji wetu, tunaendelea. Ni familia leo, tunasema maisha halisi, majadiliano halisi. Na hapa tunajenga familia yenye maadili, familia yenye Mungu, familia yenye hatima kubwa, ndio tunaijenga mahala hapa. Kama jinsi nilivyosema pale awali, niko na mchungaji mtumishi wa Mungu Daniel Mgogo, lakini pia niko na anaitwa Grace Mohamed. Na leo tunajadiliana jinsi ambavyo tunaweza tukaijenga tena familia.
Mchungaji Daniel, na Biblia inatufundisha nini juu ya wajibu wa mzazi na mtoto katika kujenga heshima ndani ya familia? Unajua Biblia ndio ni kitabu ambacho kimenyoka sana. Ndio. Sema tu wakati mwingine watu wanakisoma kwa kurukaruka, lakini Biblia yani ina majibu yote. Ndio. Ina formula ya maisha. Ndio. Hapa kuna mistari kwenye vitabu viwili, kila mmoja amepewa assignment. Ukisoma kitabu kile cha Waefeso 6 mstari wa kwanza mpaka 4. Ndio. Ngoja niisome. Ndio. Katika Waefeso sura ya 6 mstari wa kwanza, Biblia inasema kwamba henyi watoto watiini wazazi wenu katika Bwana, maana hii ndiyo haki. 2, waheshimu baba yako na mama yako, amri hii ndiyo amri ya kwanza yenye ahadi. 3, upate heri ukae siku nyingi katika dunia. Na 4, nanyi akina baba msiwachokoze watoto wenu, bali waleeni katika adabu na maonyo ya Bwana. Unaona jinsi ilivyo balance. Ingeishia tu kusema watoto watini wazee ndio au wazazi, alafu isiwape wajibu wa wazazi pia na wao sehemu yao. Unaona, imebalance vizuri sana. Sisi kama watoto, yani nikisema mimi kwa sababu baba yangu bado yuko hai, ingawa na mimi tena nina watoto. Amen. Alafu nina wajukuu. Amen. Kwa watoto tunapaswa kuwatii wazazi wetu. Amen. Lakini na wazazi na wenyewe wamepewa kitu cha kufanya ili utii wetu usimame. Ndio anasema tusiwachokoze watoto. Ukisoma ile nani Wakolosai ndio ameeleza vizuri. Ndio. Wakolosai 3 mstari wa 21. Ndio. Yeye anasema watoto wasije wakakata tamaa. Wasije wakakata tamaa. Unajua ndio mahali pale Bishop wakati anaongelea habari za msamaha, ameongea pointi nzuri sana. Unajua wanasaikolojia wanasema kipimo cha kwamba una akili ni pale unapokuwa na uwezo wa kusamehe. Amen. Yani wanasema ukiona mtu hasamehi, dishi halijakaa sawa. Yani akili yake haiko sawa. Why? Kwa sababu wanasema moja ya kitu ambacho kinatutesa sisi wanadamu ni jambo moja tu. Ndio. Mwanadamu anataka kuishi na watu walio perfect. Watu ambao wamenyoka, hawana makosa, hawasemwi vibaya. Sasa kwa bahati mbaya hao wanadamu ambao kama alivyosema Bishop, hao hawajaumbwa bado. Labda tusubiri second creation kwamba Mungu akija kuumba mara ya pili. Lakini uumbaji huu ambao wa Adamu na Eva, hayuko mwanadamu aliyenyoka ambaye hajakuwa. Sasa sisi unataka kuishi na watu walionyoka, ndio maana wanasema mwanadamu anataka kuishi na watu walio sahihi hata kama yeye sio sahihi. Ndio. Anataka kuishi na watu wasiokosea ila yeye akikosea wawe wa kwanza kumsamehe. Lakini ukipata watu ambao hawakosani, na ndio maana nakubaliana na Bishop kwamba hata kwenye hizi familia zetu. Ndio. Siku moja niliongea, wengine walinielewa, wengine hawakunielewa. Nilisema hivi, kukosana pia kwenye familia ni kipimo cha kwamba mna akili. Amina. Nilisema ukiona pia hamkosani, mwende hospital. Ulisikiliza? Kwamba mkapime kama mko sawa. Kwa sababu siku zote mimi nikikaa na Bishop, si unaona Bishop yuko smart. Ndio. Kuna wakati nitafanya vitu ambavyo haviko sawa, lazima atani correct. Ndio. Na siku zote hakuna kitu kinauma kama kukosolewa. Unajua watu huwa wakati mwingine watu wanasema, mimi watu wakinikosea, wakinikosoa ndio nafurahi. Muongo, ni unafiki. Hakuna mwanadamu anapenda kukosolewa. Mwanadamu anapenda kukosoa. Yaani kukosoa mwingine ndio tamu. Kukosoa na kusifiwa. Unataka wewe usifiwe, alafu wewe ukosoe wengine. Wakikukosoa panauma. Na kwa nini panauma? Kwa sababu kuna wakosoaji ambao hawatumii lugha za star. Unaona, anatumia lugha ngumu kiasi kwamba sasa uoni kukosoa kwake, unalishughulikia neno alilotumia kukuataki. Ndio. Sasa kama Bishop atanikosoa,
automatically lazima mimi nitashituka kama binadamu. Na yeye atasema mimi nakuelewa, si mmekosana kidogo hapo. Ndio. Lakini kuna vitu vingine sio shetani. Ni akili zinapimana. Akili zinawekana sawa. Kuna wakati tumempa credit shetani wakati hata hahusiki. Kabisa. Mfano unamuuliza mwenzio umechelewa wapi? Usinifuatilie. Lazima nikufuatilie bwana. Wewe alafu mnasema shetani ameingia. Yuko wapi hapo? Hapo mnawekana sawa. So kama ni hivyo, ndio maana Bishop amesema ukiwa na moyo wa kusamehe, maana yake ni kwamba una moyo wa kuona makosa. Na ukiwa na moyo wa kuona makosa ni rahisi zaidi yule anayekuomba msamaha na wewe kumsamehe, kwa sababu unapomsamehe, wanasaikolojia wanasema anayesaidiwa sio anayesamehewa. Wewe unayesamehe ndio mnufaika. Yule aliyekuomba msamaha, kama wewe hujasamehe, atakayekuwa anateseka ni nani? Si ni wewe ambaye hujasamehe? Mimi ambaye sijasamehe. Ndio maana Mungu anasema kuna wakati anatusamehe kwa ajili yake mwenyewe, ili asisumbuke na sisi. Unaona? So kwenye familia sasa, nikirudi kwenye swali lako, kwa nini Biblia imebalance? Watoto tuwatii wazazi wetu, na wazazi wasituchokoze bila sababu. So unajua kuna wakati sisi wazee, mimi niko na watoto. Kuna wakati nataka tutoto twangu, yani tufanye vitu vimenyoka kabisa. Umewahi kuona mzazi ambaye aliferi la 7 anataka watoto wake wafike chuo kikuu, kiasi kwamba hata katoto kakiferi mtihani anasema ukiferi nisikuone hapa nyumbani. Sasa unamuuliza baba, usinione ili nisije kukaa na feri ya mwenzangu, kwa sababu wewe ulisha feri na uko nyumbani. Lakini kwa nini tunataka watoto wetu wawe na akili kuliko sisi, wafanye vitu vizuri kuliko sisi, wawe na maisha? Ndio maana siku moja nilisema hata mlevi hataki kuzaa watoto walevi. Yaani anataka tutoto tunyoke. Kwa sababu ndivyo tulivyo. So kuna wakati sasa kwa sababu ya hiyo unaanza kuwachokoza watoto. Utumii ile polite language ambayo unaweza ukaongea na mtoto akakuelewa. Hata kwenye kajambo kadogo umepaniki, unamtukana mtoto, unamrurushia mitusi mikubwa, ng'ombe wewe si nini. Sasa katoto kanashindwa kukujibu tu kwamba baba, kama mimi ng'ombe, hicho hakiwezi kuwa Kiswahili kizuri. Mimi basi nitakuwa ndama aliyezaliwa na ng'ombe mkubwa. Sasa mimi nakuwaje ng'ombe alafu nimezaliwa na binadamu? Sasa watoto kwa sababu ya heshima hawezi kukujibu. So ndio maana Biblia inasema hapana, tusiwachokoze watoto. Yani kama kuna kitu mtoto amekosea, mwelekeze kwenye njia nzuri. Lakini ile kuna jirani yangu mmoja alipiga mtoto, alifanya kakosa kadogo mpaka mtoto akaenda kulazwa hospitali. Wanampima, wanasema umevunja hizi nani zimeteguka. Akaanza kugharamia tena kumuuguza mtoto mpaka kiuno kikae sawa. Na unajua kiuno ndipo mshipa ule wa ufahamu uliopita huku umepita kwenye mgongo. Maana yake unataka mtoto aparalyze kwa kakosa kadogo tu ambako ungemwelekeza mtoto vizuri. Ndio maana wanasema wajibu wa mzazi ni kumlea mtoto, ni kumwelekeza. Ukisoma ile Mithali anasema kazi ya mzazi ni kumwelekeza mtoto njia iliyo sahihi, asija kaisahau hata atakapokuwa mzee. So Biblia imebalansi kimaandiko kwamba baba na mama. Natumia neno baba sana kwa sababu wamama ni wajanja. Hawa wamama wana akili nyingi sana. Ndio maana mimi nasemaga wanawake ni maprofesa. Mama, mtoto akikosea, huyo mtoto kimwangalia tu huyu ataharibika. Amefanya 1, 2, 3. Unatoka chumbani na hasira, unakaita katoto, unaanza kukapiga. Mama huyo anakuja sasa, we unataka kuua mwanangu? Wakati aliyesema ni yeye. Alafu anakuja kumtetea ni yeye. So watoto wanajua mkatili ni baba, maana mama anatutetea. Kumbe ndio maana siku moja nilikuwa na semina na wanaume, nikawaambia usimpanishi mtoto mashtaka aliyoshtaki mama yake bila mama yake kuwepo. Mwite mama, mwite mtoto, mwambie mama, ulisema huyu amefanya nini? Amefanya 1, 2, 3. Lala na chapwa. Aliyesema makosa yangu ni mama. So mama na baba ndio wananiadhibu. Nikasema hata unapotoa hela za matumizi, wamama ni wajanja. Mkiwa chumbani sasa watoto wanataka nguo, wanataka nyama, wanataka hiki, unahesabu hela huko. Akifika sebuleni, wewe amekuondoa, amejiweka yeye. Mlisema mnataka nguo,
mnataka hiki, nawanunulia, nawafanyia. Wewe hautahesabika. Watoto wanasema anayetujali humu ni mama. Baba ngaambia toeni hela mbele ya watoto waone. Baba katoa hela, mama kaenda kununua. Heshima mugawane. Sasa unapofanya chumbani, mama anachukua credit yote. Wana akili wanawake. Ndio maana alituambia tukae nao kwa akili, kwa sababu wao wanazo tayari. Wewe tuongeze akili. Wewe kwenye huduma ni kwa namna gani familia inayoishi kwa heshima inaweza ikaathiri yani hatari ile iliyo nzuri ambayo tunaizungumzia hapa inaweza ikaathiri jamii kwa ujumla au kanisa? Familia ambayo haina heshima, yenye heshima yani kuna namna gani wanaweza kufanya impact kwa yani unajua kama alivyosema Bishop mimi nikiwa na mafua na waambukiza nyie wote. So heshima ikiwa ndani ya mtu baba na mama wakiheshimiana, watoto wakaheshimu baba na mama, na wazazi pia wakawa na watoto wao vizuri, hilo kanisa mbona kuliongoza ni rahisi sana. Ndiyo. Bishop atakwambia moja ya familia ambazo ni headache, ambazo ni pasua kichwa, ni familia ambazo ziko na mavurugu. Lakini ukiwa na kanisa ambalo heshima imetawala, yani ni simple. Kuna baba mmoja aliwahi kutoa mifuko ya simenti kwa ajili ya ujenzi. Hasa kule nyumbani moto uliwaka. Mama anasema unataka kufanya hilo kanisa dola kwako. Sasa siku nyingine kukiwa na harambee unakuta baba mtoaji amejikunja, yani hawezi kufanya kwa sababu kule nyumbani. Lakini watu ambao wanaheshimiana, umewahi kuona watu hata kwenye harambee za kanisa unakuta baba anasema mama njoo tuzungumze. Sasa watu hapa wanatuheshimu. Kwa tutaenga milioni 2. Hapana, ongeza 5. Unakuta anasema mimi na mama tumekubali tufa. Ni ngumu sana hata utumishi kanisani. Inakuwa ngumu. Ni kama Bishop atakuwa shahidi. Mimi nakuwa mhubiri, alafu mke wangu haniheshimu na hubiri, watu wanabarikiwa. Tukitoka nje, mama anafanya kazi ya kufuta. Anasema huyo nani huyo? Mnamsikiliza huyo? Mimi namjua, mimi ndio naishi naye. Huyo msanii hamna kitu hapo. Sasa unahubiri Injili, alafu mke wako anafuta yote. Kuna kanisa moja mama mke wa mchungaji alimaliza Wakristo. Yani kila Mkristo anayekwenda kumsalimia mchungaji, papa Bwana asifiwe, anasema alafu anaenda anamvuta yule mtu, anasema mbona unamsalimia kwa heshima mume wangu? Unamtaka nini? Hapana, si ni baba ndio wewe. Sasa kale katoto kanaona aibu, kanahama kanisa. Alimaliza mwisho likawa kanisa la wazee. So familia iliyo na heshima ambayo wanaheshimiana mle ndani, ndio wanasaidia mchungaji kuongoza kanisa kirahisi sana. Yani inakuwa simple. Yani kanisa inakuwa na. Lakini sasa hivi vurugu nyingi ambazo ziko kwenye ndoa humo ndio ambazo zimefanya hata kuongoza makanisa iwe ngumu. Kwa sababu hao watoto wana tabia za ajabu, huyu ana tabia za ajabu, huyu yani mnakuwa mle kanisani unamchagua mtu kuwa mzee, alafu mwenzake kwenye nyumba anasema yani hili kanisa wamekosa watu kabisa. Mpaka kuna siku moja niliwaambia mabishop nikasema ukichagua mtu kwenye kuna wakati unawapaga Wakristo wahubiri pale. Nikasema usiongee na huyo mmoja. Muulize na mwenzake. Mwenzako nataka hubiri Jumapili, unasemaje? Anaweza akakupa ushauri. Pastor mmoja alimpa nani kuhubiri, akaona mume wake anasimama kuhubiri. Sasa huyu ukistaajabu ya Musa utayaona ya mume wangu. Huyu ndo sasa wakati anahubiri na upendo, tusameheane, mama hasira zikapanda. Akakasirika. Yani anahubiri kitu ambacho hawezi kuishi nacho kule nyumbani, hatuelewani, hatuheshimiani. Mama kapiga kelele, akasimama akasema watu wa protoko wakafika pale, wakaanza kukemea, wakafikiri mapepo. Toka pepo. Wakasema pana, sina pepo, pepo yule kule. Ilikuwa vurugu. Wanamuuliza baba, anasema kweli vitu vingine anavyosema mama ni kweli, vingine sio. So watu wakiheshimiana, hata ukiwapa huduma, familia yake yenyewe ina support kile anachofanya yule mwingine. Amen. Asante sana baba. Bishop Grace, kuna changamoto ambayo pia ipo kwenye ndoa. Tumejaribu kuzungumzia habari ya familia ikiwa ni baba na mtoto, lakini kuna changamoto pia ambazo zimekuwepo kwenye ndoa
ambazo haziachii amani na inaenda kupelekea familia kukosa heshima. Ungewashauri nini wenye ndoa juu ya kutetea heshima katika familia zao? Mimi nachotaka kusema tufike mahali familia iamue. Yani siku moja kuna kijana wangu nilimuita, napenda kufundisha kwa mifano. Ndio. Siku moja nilimuita mtoto wangu nikamuuliza, wewe unataka kuwa nani? Yani kwa sababu umezidi miaka 18 na wazazi wamejitahidi shuleni, umekwenda angalau umeufuta ujinga. Sasa unatakiwa wewe sasa tukuulize, unataka kuwa nani kwenye hii dunia? Unataka kuitwa kibaka? Unataka kuitwa jambazi? Unataka kuitwa mvuta bangi? Kwa sababu maisha ambayo utayaishi wewe ndio lile jina ambalo utapewa. Kama kwa mfano mimi ukinitafuta mahali ninapoishi, sijawahi kumwendea mtu, ni mara chache nafanya uinjilisti, lakini watu wengi wananifahamu, wanajua mahali pale yupo mchungaji. Ni kwa sababu gani yuko mchungaji? Hawajawahi kunikuta kwenye kilabu cha pombe, hawajawahi kunikuta baa, hawajawahi kunikuta na sengenya watu. Manake wakinifuata kwenye kiti changu wamesema mtumishi wa Mungu, wananikuta. Sasa tuna kila sababu ya kuamua, kwa sababu sisi ni wanadamu. Tumepewa akili, sio wanyama. Tunatakiwa tuamue sisi familia zetu ziwe namna gani, na ndio maana tupo hapa kwa habari ya kujenga. Kwamba kama unaianzisha familia yako, lazima uamue kwamba familia yangu inatakiwa kuwaje. Inatakiwa familia yangu ijengwe namna gani? Kwa sababu kama wewe ni baba unaanzisha vurugu kwenye familia, kama wewe ni mama unaanzisha vurugu kwenye familia, amini pale hata kama unakwenda kanisani baraka ya Mungu ipo. Kiswahili cha kawaida tu wanasema ibada njema inaanzia nyumbani. Amen. Ikiwa utapewa nafasi ya mwisho kabisa ili uzungumze na jamii juu ya umuhimu wa heshima ndani ya familia, na ikawa ni sentensi chache ambazo zinatakiwa kutumika, ungesema nini leo? Ni kumheshimu Mungu nambari 1. Lakini ni kuheshimu wale watu ambao Mungu amekupa. Kama una mume Mungu amekupatia yule mume, lazima umheshimu, asimame kwenye nafasi yake. Kama baba umepewa mke, lazima yule mke wako lazima umtengeneze, umheshimu. Maanake usipomheshimu huyo ambaye Mungu amekupa, sasa unakwenda kumheshimu nani? Lakini pia umepewa matunda, tunasema yale watoto ni matunda. Sasa wale watoto usipowaheshimu, manake na wao hawezi kukuheshimu, kwa sababu heshima inaanzia wapi? Kwa wazazi. Manake kama nyinyi wazazi mnagombana mbele za watoto, mnafanya vurugu mbele za watoto, mnafanya vituko, kile kizazi nishawahi kusema kule kwamba ni nini unatengeneza. Pastor Mgogo, ikiwa utapewa nafasi ya mwisho kabisa, sio hapa studio kwetu, yani jinsi ulivyohudumu, umefanya kazi kubwa, dunia imekufahamu, umeenda nchi nyingi. Sasa una nafasi ya mwisho ya kuzungumza habari ya umuhimu wa heshima ndani ya familia, na unataka umwambie mtu angalau kitu cha muhimu, namna ambavyo heshima ni muhimu ndani ya familia, utasema nini? Mimi nitasema mambo mawili. Moja, heshima ni wimbo, kwa maana ya kwamba heshima lazima ianze kwako mwenyewe. Kujiheshimu. Ukijiheshimu wengine wataitikia. Unajua kwa mfano Bishop alivyojiheshimu. Ukimkuta yule binti wa baa alivyojivunjia heshima, ni rahisi watu kumvunjia heshima zaidi. Kwa sababu watu wanataka kuimba beti la pili. Wewe umeanza na beti lipi? So ndio maana huwa nawaambiaga wazazi mambo mawili. Moja, ujue wewe ni role model wa watoto wako. Chochote utakachokifanya watoto wataiga, kwamba hii ndio staili ya maisha. Ukipiga mke, watoto wasema na mimi nikioa nitapiga. Mama ukifanya hiki, watoto wasema na mimi nikiolewa nitafanya. Kwa sababu wewe unakuwa role model wa watoto wako. So unapofanya vitu vya heshima, heshima ni mbegu unaipanda ndani ya watoto wako, ambayo itaota. Na ndio maana upande wa pili tunawaambia watoto, kila unachowafanyia wazazi wako ni mbegu. Ukifanya fujo, na wewe utakuwa, na wewe utaoa, utaolewa, utazaa watoto. Wanaweza wakakulipa the same. Yani kwa sababu uliwafanyia vitu vibaya wazazi wako. Anasema apandacho mtu ndicho atakachofanya, atakachovuna. So chochote unachokifanya ni mbegu. Unapoheshimu watoto wako,
na wewe unatengeneza heshima, utakuja kulipwa baadaye. So watoto tuheshimu wazazi. Ndiyo. Wazazi na sisi tujiheshimu, lakini pia tuwalee watoto vizuri, kwa sababu wanaangalia kile tunachokifanya. Ndio maana kuna swali ambalo najua muda wetu kwa sababu umekimbia, kwamba kwa nini heshima zimepungua kwenye familia nyingi. Sababu ni hiyo tu, kwamba wazazi unapoanza kuacha kujiheshimu, mtu anaanza kuwa mlevi, amerudi, mpaka watoto wanaona aibu. Watoto wenzao wanasema baba yenu yule, yani mpaka watoto wanatamani kusema sio baba. Na siku zote nasemaga baba mkorofi analandisha watoto wake. Alivyo baba hivyo. So ukiishi vizuri, unafanya watoto wajisikie proud kujitambulisha. Mimi ni mtoto wa fulani. Unamfahamu yule baba yule. Raha. Lakini kama wazazi maisha ni magumu, yani uishi maisha ambayo yana ushuhuda. Watoto wanatamani hata wakukatai, lakini hawana namna. Ni kama vile watoto ukifanya vitu vya ajabu, watoto wanatamani, wazazi wanatamani kusema huyu sio mwanangu. Lakini unakuta sura na kila kitu wanatamani. Umewahi kuona wazazi ambao hawatambulishi watoto wageni wakija? Yani, lakini kuna wakati vitoto vikiwa na heshima, vikiwa yani mzazi anatambulisha bila kuulizwa. Hey, John, huyu ndio first born, huyu ndio wa pili, huyu kwa sababu tutoto tumebeba ushuhuda. Tunasemaga lugha ya kiroho, hatuna kwa shako ya kiroho. Unaweza ukatambulisha mahali popote. So mimi ningesema wazazi, heshima waianze wao, ili waadapti kwa watoto. Na watoto tuwaheshimu wazazi wetu, kwa sababu kile tutakachowafanyia wazazi na sisi tutakuja kulipwa. Amen. Asante sana mtazamaji wetu popote ulipo. Tunamshukuru Mungu kwa ajili yako, na imekuwa ni heshima tukiwa tunajadiliana siku ya leo katika kujenga tena familia.